Kwa sababu tunatoka nje, at least tusikose nini, tusianze kujiuliza tunaenda kusema. So hapa kwa watu wasikue nje. Kama uko hapa mtu mkubwa, usikae nje, kaa hapa tujifunze mta kidogo. Ukitoka hapa, maana sitawatuma wakati ya baba mjui mnaenda kufanya nini. Afadhali niwaelezee nini cha kufanya, niwafundisha kidogo, ndio ukitoka hapa utalalamika useme hata tulitumwa tu hatujui. No. So andika kwenye heading yako kwamba uinjilisti unafanyikaje. Kama unaandika, unachukua vitu. Wewe diviko on. Uinjilisti unafanyikaje? Ni kama swali. Uinjilisti unafanyikaje? Sonda eleza kwa haraka kidogo. Uinjilisti unafanyika kwa njia inayoitwa kuhubiri. Uinjilisti unafanyika kwa njia inayoitwa kuhubiri. Msomaji wetu tutasomea Mark chapter 16 verse 15. Kwa haraka kabisa. Mark chapter 16 verse 15. Uinjilisti unafanyika, tumeuliza uinjilisti unafanyikaje? So tunapokutuma unaweza ukajiuliza, uinjilisti unafanyikaje? Aidha ni kitu kinakaaje? Kumbuka unafanyika kwa njia ya kuhubiri. Mark chapter 16 verse 15. Mstari wa 15. Anasema akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. So hapa Yesu alitoa maelekezo ya jinsi kani injili ya Kristo ifanyike au iweze kupatikana kwa waliopotea. Narudia, hapa Yesu Kristo alitoa maelekezo ya jinsi kani injili ya Kristo ifanyike. Yesu alitoa maelekezo ya jinsi kani injili ya Kristo ifanyike au iweze kupatikana kwa waliopotea. Au iweze kupatikana kwa waliopotea. Kwenye mstari huu tunaona Yesu Kristo alitoa maelekezo ya jinsi kani injili ya Kristo ifanyike au iweze kupatikana kwa waliopotea. Yesu anasema ni kuhubiri, ni kwa kuhubiri. Akawaambia nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili. So injili inapatikana kwa waliopotea kwa kupitia kuhubiriwa. So Yesu anatoa maelekezo ya jinsi gani injili ya Kristo ifanyike au iweze kupatikana kwa waliopotea. Ni kufanya nini? Ni kwa kuhubiri. So hili neno kuhubiri limetokana na neno la Kigiriki keruzo. Keruzo ni rahisi. G-E-R-U-S-O. G-E-R-U-S-O. Geruzo. Neno kuhubiri ni neno, tunaangalia neno la Kigiriki ndio tuone exactly kuhubiri ndio kufanya nini. Kuhubiri ndio nini? So ni neno keruzo linalomaanisha kutangaza. Kutangaza ni K-E-R-U-S-O. Neno hili kuhubiri ni keruzo likimaanisha kutangaza. So unapoenda kufanya uinjilisti manake unaenda kutangaza. Glory to God. Unaenda kutangaza. Hivyo katika uinjilisti tunatangaza kwa waliopotea injili ya Kristo. Hivyo katika uinjilisti tunatangaza kwa waliopotea injili ya Kristo. Katika uinjilisti tunatangaza kwa waliopotea injili ya Kristo. Maana neno keruzo lina maana ya kutangaza. Unatoa ni kama kutangaza. Haleluya. Tunatangaza kwa waliopotea injili ya Kristo. Katika uinjilisti kuna namna mahususi ya kuwasilisha ujumbe. Haya maneno kama unajua tunaenda nje, andika haya maneno uende upitie. Maana hatujaifundisha kuhusu uinjilisti. Hivyo katika uinjilisti tunatangaza kwa waliopotea injili ya Kristo. So katika uinjilisti kuna namna mahususi ya kuwasilisha ujumbe. Katika uinjilisti kuna namna mahususi ya kuwasilisha ujumbe. Nataka kujua si tu ujumbe.
Uinjilisti si mambo ya kuchukua vijikaratasi imeandika jina la nini mnapea watu, mkipea watu huo uitu uinjilisti. Unajua kuna watu wanakusanya watu kanisani kwa kutumia vijikaratasi imeandikwa pastor pale na majina na nini na ibada na nini, njoo uponyaji na vitu kama hizo. Hauitwi uinjilisti. Wao si uinjilisti kwa namna ya Biblia, si uinjilisti wa pande ya kiroho. Wewe unakuwa yani si kimungu. Wewe utakuwa unakusanya watu lakini hawa watu hauja wahubiria injili kwa maana ya wokovu. Glory to God. So tumesema kwamba katika uinjilisti kuna namna ya mahususi ya kuwasilisha ujumbe ambao ni kwa kuhubiri. Huu ujumbe ni mahususi, ni ujumbe uliotengwa. Ni kitu kunaita kitakatifu. Hivyo basi nimesema kuna namna mahususi ya kuwasilisha ujumbe ambao ni kwa kuhubiri. Hivyo basi mhubiri hatakiwi kuingiza mitazamo ya kibinadamu na maigizo kwenye uinjilisti. Mhubiri hatakiwi kuingiza mitazamo ya kibinadamu ya maigizo. Hatuweza kushawishi vichekesho na kadhalika. Kwenye uinjilisti hakuna, usiingishe hapo mitazamo yako ya kibinadamu, ya maigizo, vichekesho na kadhalika. Kumbuka ni kwa kuhubiri. Uinjilisti ni kwa kuhubiri. Usienda story. Mtu ambaye ametumwa kufanya uinjilisti ameenda kwa mission. Unabii wa Isaya kuhusu huduma ya Yesu duniani ulithibitisha kwamba alitumwa kuhubiri. Unabii wa nabii Isaya kuhusu huduma ya Yesu duniani ulithibitisha kwamba alitumwa kuhubiri. Isaya 61:1. Nitaisoma. Ngoja uandike. Unabii wa nabii Isaya kuhusu huduma ya Yesu duniani ulithibitisha kwamba alitumwa kuhubiri. Ni unabii wa nabii Isaya. Unathibitisha kwamba Kristo alitumwa kuhubiri. Isaya 61:1. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwakanga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, kutangaza na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Glory to God. So kuna neno hilo neno kuhubiri kama ilivyotumika katika mstari huu lina maana ya kutangaza. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri. Hilo neno ni wahubiri. Ni kutangaza. Nabii Isaya, neno hili linakuja kurudiwa kwenye nyaraka kwenye Agano Jipya, Luke chapter 4:18 mpaka 19. Luka 4:18 mpaka 19. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia. Kumbuka hilo neno kuwatangazia ndio kuhubiri. Wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona. So tunapoenda kuhubiri tunafanya kazi hizo zote: kuona tena, kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. So Yesu alithibitisha kwamba alitumwa kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Yesu alithibitisha kwamba alitumwa kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Wafungwa hapa si wa magerezani. Wafungwa hapa ni walio kwenye vifungo vya dhambi, wale ambao shetani amewakalia, wale ambao wako gizani. Hao wanaitwa wafungwa. Mtu aliye na dhambi ni mgonjwa. Mtu aliye na dhambi ambaye hajaokoka ni mtu mfungwa. So alitumwa kutangazia wafungwa kufunguliwa kwao na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hivyo Yesu katika huduma yake duniani alihubiri. Haleluya. Alihubiri. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri. So tunaona Isaya ameongelea kuhusu Yesu kuhubiri. Tunaona
hakika alitimiza. Mathayo 4:17, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. So tunaambia watu tubuni, si kwamba wakiri madhambi, si kwamba wakiri udhaifu, bali wakeuke, wamtazame Kristo, wakeuke, wapokee imani ya Kristo. Glory to God. Mark chapter 1:38. Mark chapter 1:38. Mark chapter 1:38. Akamwambia, twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea. So Yesu anaonyesha kwa nini alikuja, ili apate kuhubiri. Aliwaambia waende wapi? Twende mahali pengine mpaka vijiji. So tunaenda vijijini vilivyo karibu. Glory to God. Ashukuriwe ndugu Otieno ambaye amesema tunaanza na karibu, tunaanza na haya maeneo. Glory to God. Anasema nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nilitokea. So Yesu katika kuhubiri kwake aliwaagiza wanafunzi wake wakahubiri pia. Yesu katika kuhubiri kwake aliagiza wanafunzi wake na wao wakahubiri pia. Anamwambia twende kwenye vijiji ambayo liko karibu ili tuende kuhubiri kule. Mathayo 10:20, Mathayo 10:7. Mathayo huwa kosi. Mathayo 10:7. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. So tunaenda kuhubiri, tunaenda kutangaza. Haleluya. Tunatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Glory to God. Tunatangazia mwaka wa Bwana kwamba Kristo alifufuka kwa ajili ili mpate kuhesabiwa haki. Glory to God. Mark chapter 3:14. Kama nakimbia kimbishana tu na mimi, lakini unaweza utachukua video utengeneza notes pole pole, kwa sababu sitaki nikucheleweshe kwa ajili ya hiyo shughuli. Najua watu wanachemka hapa, wanataka kutoka wakunywa chai kwanza ili waondoke waende kuhubiri Injili. So sitaki nikucheleweshe hapa. So Mark chapter 3:14. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri. Alichagua watu wawe pamoja naye ili awatume waende kuhubiri. Luke chapter 9:2. Luke 9:2. Luke 9:2. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kuposa wagonjwa. So katika kuhubiri kwetu, ona, wakati tunaondoka tukipata mgonjwa tumuombee pia. Haleluya. Kumbukeni wale Yesu alikuwa anaombea hawakuwa wameokoka. So mtu achaokoka ni mgonjwa tumuombee. Mtoto ni mgonjwa aombewe. Mzee wake ni mgonjwa tumuombee. Glory to God. So injili ilihubiriwa na mitume kama ilivyoelezwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Injili ilihubiriwa na mitume kama ilivyoelezwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 4:2. Matendo ya Mitume 4:2. Wakifadhaika sana kwa sababu wanafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Inaonyesha mitume walihubiri mpaka watu wakuu wakafadhaika. Watu ambao hawataki mambo ya Mungu walifadhaika. So inaonyesha mitume walipindua ulimwengu na mafundisho ya Kristo. Glory to God. Matendo ya Mitume 8:5. Acts chapter 8:5. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akahubiri Kristo. So huyu ni Filipo, alienda peke yake. Kwenye uinjilisti usingoje. Wakati mwingine nenda peke yako. Jitoe. Nafurahia Robert ni mzuri pia, anapenda mambo ya uinjilisti. Robert good. So tuko naye hapa. Wakati mwingine ondoka peke yako, enda fanya uinjilisti. Glory to God. Ukiona hakuna mpangilio kanisani, hawajapanga bado, wewe unaondoka unaenda kuhubiria watu. Matendo ya Mitume 9:20. Matendo ya Mitume 9:20. Mara akahubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Tunahubiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Glory to God. Yesu Kristo alifanyika mwana wa Mungu lini? Unaenda unafafanua kule. Haleluya. Mimi siko hapa kufafanua, nakwambia cha kwenda kufanya. Matendo ya Mitume 14:7. Wakakaa huko wakihubiri Injili. So Paul pia
anathibitisha kwamba halihubiri injili. Tumesoma tena Mitume 14:7, 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Utasoma mpaka verse 4. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri. So Paul anaonyesha alihubiri, ambaye ndio mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa. So injili inaokoa. Ikiwa mnasimama sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe. So Paul alijifunza kwa mitume wa Yesu, maana Paul hakuwepo wakati Yesu anakufa. So alijifunza kwa wale ambao walikuwa karibu na Yesu, ama wale ambao ni wafuasi wa Yesu. Paulo alijifunza kwao. So nyinyi mmejifunza, maana yake mnaenda kufanya kazi ambayo mmejifunza. Sasa unaweza soma mpaka mstari wa 4. So kwa sababu kitendo cha kuhubiri hakiingii katika ufahamu wa watu wenye uwezo wa kifikra. Kwanza hii namba 4 ya Wakorintho inasema na yakuwa alisikwa, na yakuwa alifufuka siku ya tatu kama yanavyo maneno. So tunahubiri Yesu katika mateso, kusikwa, kufufuka kwake siku ya tatu pamoja na kuketishwa. So hiyo ndio message. Ona, lengo letu la kutoka hapa si kukusanya watu kanisani. Lengo letu ni kuhubiria mtu haelewe, aamini, asaliwe mara ya pili. Alafu tufanye nini? Wanafunzi, ufuatiliaji. Glory to God. So lengo letu si kuwachaza watu. Hallelujah. Lengo letu liko kwa make sure kwamba watu wanapokea kweli ya injili na wanasaliwa mara ya pili. So Paulo ameeleza jinsi baadhi ya watu walivyoelezea kitendo cha kuhubiri kama upuuzi. Kama upuuzi. Kitendo cha kuhubiri, Paulo anaeleza kwamba watu wengine wanapoona mkihubiri, wanaona huku kuhubiri kweli ni upuuzi tu. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa na nguvu ya Mungu. So kuna hilo neno upuuzi. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. So hapo juu limetumika kama lugha ya picha. So hili neno upuuzi maana yake ni lugha ya picha. Nipo kuelezea kwamba anapotumia kwamba kwa sababu neno la msalaba kwa hao wanaopotea ni upuuzi. Hili neno upuuzi ni lugha ya picha kuelezea kwamba wakati injili inapohubiriwa, baadhi ya watu hucheka. So unapoenda kufanya kazi ya uinjilisti, kuna wale watakucheka nje. Tuko pamoja? Oi, usiseme pastor tumekutana na mama hata ukutuambia. Kuna wale watacheka. Hata wewe wanakudharau. Hata wewe. So watu fanya nini? Watu ucheka na kuoji, wanacheka na kuoji. Kuoji ni ile hali ya kuulizana maswali. Hata muone, ona huyu hata huyu. Kwanza wale wanakujua. Sasa mnajitanganya hapa. Kwao ni upuzi, lakini kwetu ni nguvu ya Mungu inaookoa. So wanahoji kwamba inawezekanaje mtu aokolewe kwa kuhubiriwa na kuamini injili tu? Yaani hao jamaa, hili kanisa linashangaza. Hao watu wanakuja wanasema, nimesikia wakisema ati mtu anaokolewa kwa injili. Ati anahubiriwa tu injili akiamini anaokolewa. Injili ni kwa matendo. Lazima watu waache tabia yao. Hawa watu lazima waache vituko zao. Kwa nini asiangewaona hao ni wezi hawa? Waache uisi kwamba ndio waokoke. No, si kwa Bwana. Kuna wakati nikinyoa, kwenyewa nanyoa mara mingi, kuna mali saluni iko pale. So saluni iko na kinyozi na ni nyumba ya mtu mmoja anaishi nyuma. So siku moja nikiwa hapo nanyolewa, mama huyu, unaelewa wale wa mama wamekuja kushukwa. Mmoja anasema, unajua fulani? Nakwambia huyu ana moyo nyeusi. Roho yake ni nyeusi kabisa. Huyu na hawezi ingia mbinguni. Alafu nikasema, unaona hata Ruto? Yaani Ruto akifika mbele ya watu, bila anaongea unafikiria kama mtu kameokoka. Lakini yaani kama kuna watu hawataingia mbinguni, hakawezi. Wanatukana injili. Haleluya. So watu waanza kuochi. Watu wataokokaje kwa namna tu bila matendo na nini? So hata hivyo mjumbe wa injili anapaswa ajifunze kutopepwa
na maoni au mitazamo ya watu. Unapotoka hapa, mtumu ama mjumbe wa Injili anapaswa ajifunze kutobebwa na maoni au mitazamo ya watu. Wewe unaenda mission, stick katika mission. Stick katika mission. So mjumbe wa Injili anapaswa kufanya kazi kama inavyopaswa. Mjumbe wa Injili anapaswa kufanya kazi kama inavyopaswa. Sikiza hapa. Mjumbe wa Injili anapaswa kufanya kazi kama inavyopaswa kwa sababu mjumbe wa Injili anapaswa kufanya kazi kama inavyopaswa kwa sababu pindi ambapo njia ya kuwasilisha ujumbe inapobadilika, na ujumbe nao utabadilika. Yaani ukibebwa na mitazamo ya watu, waanze kusikiza vile watu wanaongea, immediately hata ujumbe wako utabadilika. Utajikuta umetoka kwenye race, umetoka kwenye laini. Utajikuta ujumbe umebadilika, sasa unaongea mambo ya kuwafurahisha. Glory to God. Stick katika ujumbe. Anayepokea atapokea. Yule ambaye atapokea tutamrudia kesho tena, si ndio? Maana hatufanyi ya mwanzo, tunafanya mwanzo na kuendelea. Glory to God. Kwa hiyo uinjilisti haujitiishi katika ukunduzi au ufumbuzi wa mwanadamu. Unapoenda kufanya uinjilisti, haujitiishi katika ukunduzi au ufumbuzi wa mwanadamu. Usijitiishe kwenye ufumbuzi wa mtu mwingine. Asianza kupa maoni yake. Asianza kupa maoni uonekane kwamba anakupepa na yale maoni. Anza kuambia my friends, hata hii Injili nyinyi mnaona tu mpaka watu waje. Kwanza hii nyumba hao jamaa wako hapa ni wale wabaya sana, hao ndio wezi wanatusumbua huko. Si mpaka watu waache kwanza ndio waokoke. Ni kweli, hao lazima waache tabia. No, paki kwenye race. Hallelujah. So kuhubiriwa kwa Injili kuna ujumbe wake mahususi. Kuhubiriwa kwa Injili kuna ujumbe wake mahususi. Na kuna njia yake ya uwasilishaji. Kuhubiriwa kwa Injili kuna ujumbe wake mahususi na kuna njia yake ya uwasilishaji. Kuhubiriwa kwa Injili kuna ujumbe wake mahususi na kuna njia yake ya uwasilishaji. Hapa wengi tumejifunza neno la Mungu kwenye magroup, unajua nini cha kusema. Glory to God. So Injili ni mahususi hivyo, na uwasilishaji wake ni mahususi pia. Injili ni mahususi hivyo, na uwasilishaji wake ni mahususi pia. Sasa ni sisi kuweza kuangalia kwamba ninahusikaje katika uinjilisti. So nikimalizia nitasema hivi: hatutakiwi kumtumikia Yesu bila kumhubiri Yesu kwa watu wengine. Hatutakiwi kumtumikia Yesu bila kuhubiri huyo Yesu kwa watu wengine. Hatutakiwi kumtumikia Yesu bila kumhubiri Yesu kwa watu wengine. Tunahitaji kumtangaza. Kumbuka neno kuhubiri ni kutangaza. So tunahitaji kumtangaza. So hatukwambii kwenda ulimwenguni ili tukusanye umati wa watu, isipokuwa kwenda ili tupate kuhubiri Injili. So tunapowatuma hatuambii muende ili mkusanye kanisa. Tunataka kukusanya watu. Lengo letu si kukusanya watu. Glory. Lengo letu tunakutuma uende ukahubiri Injili, ili sasa tufanye wanafunzi. Wale mmesoma Filipo alipoenda kuhubiri Injili. Alipoenda kuhubiri Injili, watu wakaokoka. Na kunawezekana hakuwakuta kwa kurubu moja. Alikuwa anaenda akihubiri, akawaleta pamoja. Akaenda kusema kwa mitume wakubwa wake kwamba nilienda
kule mahali fulani watu wameokoka. So namna ambavyo alieleza, walijua kwamba hawa watu hawajajaa Roho, lakini wameamini. So ilibidi mitume wachakue mitume wengine ili waende wawekelee mikono wajae Roho. Glory to God. So tunapoenda tuwe na mahali pa kunakili majina ya watu, contact sao, vile ambavyo tunaweza tukawapata katika ufuatiliaji. Glory to God. Hallelujah. So hatukutumi kwamba tunataka tukusanye watu hapa. Tunakutuma kwamba tukahubiri Injili, watu waokolewe. Tunapofuatilia wakija hapa, wanakuja hapa kama watu waliamini nini? Injili. Glory to God. Kimaliza niseme kwamba nikupe mfano huu. Kuna movement ya watu ama movement za watu ambazo wanafanya kwenda nje na kuanza kukusanya watu kuwaleta kanisani. Yaani movement ya watu. Lengo hao wanaenda nje kukusanya watu wawalete wapi? Nataka mnielewe vizuri. Na hivi vitu hata mnaona vikipita kwa makari. Karatasi vinapeanwa, naona mtu anakupea, wanakusanya watu. Wanakusanya watu. Lakini utasikia wakisema wanifanya uinjilisti na ikawa tu vijikaratasi. So hii movement inakusanya watu. Wanakusanya watu ili wawalete kanisani kwa kuwapa vipeperushi vya kanisa lao. Huo hatuiti uinjilisti. Uinjilisti unasema ni kutangaza. You use your mouth. Si vijikaratasi kuandika na kupea watu wajisomee. Unatumia mdomo kuwasilisha ujumbe. Glory to God. Kukusanya watu na kuwajaza katika jengo bila kuhubiri, bila kuhubiriwa kuokoka, sio mpango wa Mungu. Tuelewe hilo. Kukusanya watu na kuwajaza katika jengo bila kuhubiri kuokoka, sio mpango wa Mungu. Wala hayo sio maongezeko ya kiungu. Tuko pamoja? Hiyo imekaa sawa. Hiyo imekaa sawa. Kukusanya watu na kuwajaza katika jengo bila kuhubiri kuhusu wokovu, huo sio mpango wa Mungu, wala hayo sio maongezeko ya kiungu. Tutakuwa tukijifunza polepole. Ndio tunajua watu wengi wamekusanywa. For example, watu wanaenda kuhubiriwa miujiza. Sikiza. Hamjawahi ona crusade imewekwa mahali, alafu wanaweka projector. Inaonyesha pastor vile anafanya miujiza wapi? Kanisani. Huo ni kuhubiri. Kuhubiri Biblia sisi tunasema kwamba ni neno keruso. Unatangaza. Unatumia nini? Kinywa chako kuwasilisha ufahamu wa nani? Wa Kristo kwa walio potea. Si kutuwekea hapa video tunaanza kuona hapa vile mchungaji anafanya. So wengi maana kuweka projector na kuonyesha mchungaji na miujiza ni sawa na kuchukua vipeperushi vya makaratasi na kuwapa watu ambavyo vinaonyesha mchungaji na picha yake pale, ukileta alitembea, huyu aliamuka, sijui watu walipona miujiza. Unawapa wakisoma, unawakusanya kanisani. So kanisani wakija, unaanza kufanya ishara na miujiza. Watu wanaendelea kujaa, lakini ni watu ambao hawajaokoka. Tuko pamoja? Hilo si lengo letu kabisa. Lengo letu si kujaza watu wasiokoka. Lengo letu ni kujaza watu mahali hapa ambao wanafanya nini? Wanamjua Mungu, wamekaliwa na Roho, wana uzima wa milele. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. So makanisa kama yale ndio utayakuta yana maongezeko mengi. Maongezeko yamejaa, lakini si kwamba wanahubiri. Wanakusanya watu na means, vichekesho, crusade imewekwa, vijana wamekombolewa pale GNC na longi saa hizi zimekatokatwa huko hivi ile style. Wanakuja wakifanya mikuu hivi, wanafanya mikuu kama unasafikiria ni mtu wa Komotoni anachomeka. So wanafanya watu wanakusanywa mpaka saa moja imefika, bado kuna vichekesho pale, unashinda injili sasa itahubiriwa saa ngapi na ni masaa tu waenda kupika chakula nyumbani.
Au mchungaji asimame taka mbili, akishasimama hapo taka kadhaa anaanza, yes, Bwana Yesu asifiwe. Nimewaletea habari njema. Hapa kuna mtu amekuwa kiumu. Tada kuja anakuja mbele. Umekuwa na hii shida. Kweli si kweli? True ana shida. Amesema kweli, ameona ni nabii. Alafu anaomba anamponya. Anaenda. Mwingine, wewe kuja. Sijakuita. Umeshasema dada kuja. Akajua ni yeye amekuja. Nilikuwa napeana sample, siku anamuita So, wengine wanakuwa wamepangiliwa wa kutoa nini? Ushuhuda. Amekuja prophetically. Amekuja prophetically. Mungu akutendee kwa jina la Yesu. So, tunaona mambo kama haya, watu watakuja kanisani wajae, kanisa liongezeke. Hatimaye mchungaji anaendelea kuhela sikiingia na kaa vizuri, maisha vizuri, ndio uchanja mwingi unaendelea kuongezeka wa kuwatuma jamaa waende wafanye uchanja kule nje na vichekesho watu wakiendelea kukuja. At the end of the day, si kazi ambayo Mungu alimtuma. Tuko pamoja? Na hiyo kwenye ufalme haupati kitu. Yaani na aibu, ni uchungu kukusanya watu 500, watu 1000 kwenye jengo ambao tukianza kuangalia katika ulimwengu wa roho utaona kota ya watu wameokoka, lakini 3/4 hawajaokoka. Imagine uso. Watu wanafikiri tumeokoka, kumbe walikuja juu ya miujiza, wakaendelea kuwa wafuasi wa pale, lakini siku ya mwisho wanapotea. Ni uchungu. Glory to God. So, ndugu tena utatusaidia kwamba kila kinafanyika nje exactly ni kwa ajili ya watu kuokolewa na ufuatiliaji uongezeke. Ufuatie, tukishaanza kufanya ufuatiliaji tuwalete watu ambao wanakuwa na mjua Bwana. Amen. Glory to God. Hallelujah. Niseme kwamba Mungu amekubariki, wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu aliyebarikiwa. Simama. So nataka niomba alafu tufanye machakusi haraka, alafu tukunywe chai.